Mlango wa 13. Katika mwaka wa 18 wa mfalme Yeroboamu, akaanza Abiya kutawala juu ya Yuda. Miaka 3 akatawala huko Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Maaka binti Urieli wa Gibea. Kulikuwa na vita kati ya Abiya na Yeroboamu. Abiya akapanga vita mwenye jeshi la watu hodari wa vita, watu wateule 400,000, naye Yeroboamu akapanga vita juu yake mwenye watu wateule 800,000 waliokuwa waume mashujaa. Basi Abiya akasimama juu ya kilima cha Semaraimu kilichoko milimani mwa Efraimu, akasema, nisikieni, enyi Yeroboamu na Israeli wote. Je, haikuwapasa kujua kwamba Bwana Mungu wa Israeli alimpa Daudi ufalme juu ya Israeli milele, yeye na wanawe kwa agano la chumvi? Lakini Yeroboamu mwana wa Nebati mtumwa wa Sulemani mwana wa Daudi akainuka akamfanyia fitina bwana wake. Wakamkusanyikia watu mabaradhuli wasiofaa kitu, waliojitia nguvu juu ya Rehoboamu mwana wa Sulemani, Rehoboamu alipokuwa kijana na wa moyo mororo, asiwezi kuwazuia. Hata sasa mwajidhania kuwa mtauzuia ufalme wa Bwana mikononi mwa wana wa Daudi, nanyi mmekuja jamii kubwa, na kwenu mna ndama za dhahabu alizowafanyia Yeroboamu kuwa miungu. Je, hamkuwafukuza makuhani wa Bwana, wana wa Haruni na Walawi, mkajifanyia makuhani kama wafanyavyo watu wa nchi nyingine? Hata yeyote ajaye kujifanya wakfu na ndama na kondoo waume 7 aweza kuwa kuhani wa hiyo isiyo miungu. Lakini sisi, Bwana ndiye Mungu wetu, wala sisi hatukumwacha. Tena tunao makuhani wanaomtumikia Bwana, wana wa Haruni na Walawi kwa kazi yao. Nao humtolea Bwana kila asubuhi na kila jioni sadaka za kuteketezwa na fukizo la manukato. Mikate ya onyesho pia huiweka kwa taratibu yake juu ya meza takatifu, na kinara cha dhahabu chenye taa zake kuwaka kila jioni. Kwa maana sisi twayalinda malinzi ya Bwana Mungu wetu, bali ninyi mmemwacha. Na tazama, Mungu yu pamoja nasi atutangulie, na makuhani wake wenye mapanda, ili wapige sauti ya kugutusha juu yenu. Enyi wana wa Israeli, msipigane na Bwana Mungu wa baba zenu, kwani hamtafanikiwa. Lakini Yeroboamu aliwazungushia wavizi yao kwa nyuma, basi wao wakawa mbele ya Yuda, na wale wavizi yao nyuma yao. Na Yuda walipotazama nyuma, angalia, vita vikawa mbele na nyuma. Wakamlilia Bwana, na makuhani wakapiga mapanda. Ndipo wakapiga kelele watu wa Yuda. Ikawa watu wa Yuda walipopiga kelele, Mungu akampiga Yeroboamu na Israeli wote mbele ya Abiya na Yuda. Wana wa Israeli wakakimbia mbele ya Yuda, naye Mungu akawaua mikononi mwao. Abiya na watu wake wakapiga mapigo makuu, hata wakaanguka wameuawa Waisraeli 500,000 watu wateule. Ndivyo walivyotiishwa wana wa Israeli wakati ule, wakashinda wana wa Yuda, kwa kuwa walimtegemea Bwana Mungu wa baba zao. Abiya akamfuata Yeroboamu, akamnyang'anya miji, Betheli na miji yake, na Yeshana na miji yake, na Efroni na miji yake. Wala Yeroboamu hakupata nguvu tena siku za Abiya. Kisha Bwana akampiga akafa, ila Abiya akapata nguvu, akaoa wake 14, akazaa wana 22 na binti 16. Na mambo ya Abiya yaliyosalia na njia zake na maneno yake yameandikwa katika kitabu cha maelezo cha nabii Ido.